Nafanya kazi katika shirika la kimataifa la HIVOS, katika programu inayojulikana kama EUC, ambayo inaangalia njia ambazo tunaweza kusupport ama kusaidia na kuwezesha mashirika ya kiserikali kuendelea kufanya kazi yao vizuri katika masuala ya kisheria. Katika masuala ya kisheria na vile ambavyo mara zingine serikali haiwezi kuingilia kazi yao wanaofanya, ambao ni muhimu sana. Umesema wewe ni wakili, na mwaka huu kwenye mkutano huu wa CSW 70 maudhui au mada kuu ni haki ya kisheria, lakini pia kuchukua hatua. Sasa we kama wakili, na ninajua pengine mna mtandao wenu, mna ushirika wenu wa mawakili, mnaisaidiaje jamii hasa wanawake kuweza kutambua kuhusu haki zao na haki zao za kisheria? So kuna mashirika mengi sana ambayo yanafanya kazi ya kuwasaidia wanawake ambao wamedhulumiwa kijinsia ama wamedhulumiwa haki zao kupata haki. Mashirika kama ya FIDA ambayo yanafanya kazi nchini, mashirika kama ya Usikimie, na kuongezea hapo kuwa mashirika kama hivyo ambayo yanapatia mashirika kama hayo hela ama support ya msaada wa kuhakikisha kuwa kazi hiyo inafanyika kwa njia ambayo inafaa na kwa njia ambayo inahakikisha kuwa wale survivors, wale manusura au waathirika ama waathirika wa visa kama hivyo ama violations kama hizo wanapata haki. Lakini sasa shida kubwa ambayo inatokezea ni kuwa hakuna ama imekuwa ngumu zaidi kwa manusura kupata haki, kwa sababu sheria haijatilia mkazo sana swala la, kama kwa ufupi, femicide, mauaji ya wanawake. Mauaji ya wanawake. Kwa hivyo sasa utapata kuwa mwanamke anapouliwa ama wanawake wanaopitia ukatili huo wanaishia kuwa hawapati haki zao, na wale survivors ama manusura pia wanaishia ni kujifungia, maanake sasa hawaamini kama serikali inaweza fanya jambo kuwatuliza moyo kwa sababu ya shida hizo walizopitia. Sasa katika hili nyie kama mawakili mnafanya nini ili kuishawishi serikali sasa kuhakikisha kwamba swala kama hilo la mauaji ya kijinsia ama watu wanauawa majumbani, wamepigwa na ume zao mpaka wamekufa, wapati haki, ili serikali iweze kuhakikisha swala hili linapewa mkazo? Ni kufuatilia tu visa hivyo na pia kuwashawishi serikali ama department za serikali kufanya kazi na kama shirika kuu la mawakili Kenya, So jambo hilo linaendelea, ni kazi ambayo inaendelea kila siku. Kuna watu wengine ambao labda wamesema kesi zao ziendelee in civil court, lakini serikali inahusika sana wakati wa criminal matters, makosa ya uhalifu ama makosa ya jinai, mambo kama hayo. Nini kikifanyika unafikiri zaidi kitasaidia jamii kuweza kuelewa hasa wapi wakatafute msaada wa kisheria kupata haki zao? Nadhani jambo kuu ambalo pia nadhani limeongelewa miaka mingi sana ni kuwa kuna hitaji kubwa sana la elimu. Na huwa tunaongelea swala hili kama la kawaida, maana tukifanya masuala ya duka tunasema tu awareness ama elimu hapa, elimu pale, lakini hatuelewi kwa kiwango gani kuwa elimu inahitajika. Elimu ambayo iko around, na mashirika yanajaribu, maana elimu ambayo anapeana mara nyingi inakuwa kwenye lugha ambayo watu hawaelewi. Elimu nyingi kwenye lugha ya Kizungu, elimu nyingi kwenye lugha ya Kiswahili. Nitaongelea kuhusu Kenya, lugha ya Kiswahili. Lakini wale wanaopitia shida nyingi ambazo ama gender based violence nyingi, ukatili wa kijinsia mwingi, wako kwenye maeneo ambayo si miji, ambao kuna lugha tofauti ambazo wanaweza elewa. Watu ambao wanawake ambao wanapitia shida kama hizi, lugha ambao wanaelewa labda ni lugha yao ya mama. So hata mashirika yakijitolea ama yakifanya kazi ya kwenda kuwafundisha
masuala haya, ni vizuri waangalie lugha wanayoongea, ni vizuri pia wawaelezee kwa context ambao wanaweza elewa, ili wajue hili likifanyika, fanya 1, fanya 2, fanya 3. So itakuwa muhimu zaidi, na pia kuelezea vile ambavyo sheria inafanya kazi. Wasione kuwa kama wamemripoti mtu alafu huyo mtu ametoka na bond, waone kuwa sheria haijachukua mkondo wake ama haki haijafanyika. Ni vizuri kuelezea kuwa haya ndio matarajio ama hili linaweza fanyika. Na likifanyika imaanisha kueleza ule mchakato wa kesi kuwa hili litafanyika, haimaanishi kuwa haki haijapatikana. Hii kesi bado inaendelea, na kuelezea kuwa si kila mara ambao wakiripoti itakuwa matokeo yatakuwa yale ambao unapenda wewe. Manake sheria inafuata ushahidi. Si ndio? Sasa kama hakutakuwa na ushahidi wa kutosha, especially kwa hizi kesi za kijinsia ama violation ya kijinsia, kuwa they are very delicate. Yani kwa ushahidi unaweza koseka rahisi sana compared kulingana na kesi zingine. Nakushukuru sana Mango, na nakutakia kila laheri. Asante sana Flora, nimeshukuru sana. Asante.